Ndugu mwenyekiti, kwa kuwa huu ni mkutano wa uchaguzi, naomba kuwaasa kuwa uchaguzi sio vita. Ndugu zangu, uchaguzi ni tukio ambalo linalenga kubadilisha uongozi au wakati mwingine kubadilisha muhula wa uongozi, na sio lazima wakati mwingine uongozi ukabadilika. Inawezekana likawa ni takwa la kikatiba la kuhitaji sasa ni wakati wetu, katiba inahitaji kila baada ya kipindi fulani tufanye uchaguzi. Uchaguzi ukifika, walioomba watakujitokeza mbele, lakini pia wapo ambao watakaoendelea na pengine wapya pengine wakapatikana, lakini tusichukulie kama ni vita ama ni chanzo cha kuleta ugomvi, mitafaruku. Kuanzisha taasisi ni jambo gumu. Kuimarisha taasisi na ikawa na mifumo kama hivi si jambo jepesi. Wapo watu waliotoa jasho usiku na mchana, wapo ambao wamejitoa. Na leo mnafahamu nyinyi wenyewe hapa, nimepewa ushuhuda. Taasisi yenu hii mmeijenga kwa jasho na damu. Mmeijenga kwa kujitolea, kwa fedha zenu. Na hata mlikotoka huko ameeleza hapa mwenyekiti kwamba mmekuja wenyewe kwa namna mbalimbali. Wapo wadau waliowachangieni kwa sababu waliona mnalolifanya ni jema. Wapo viongozi wa serikali walioshiriki katika safari zenu, lakini wapo ambao mmejinyima fedha za familia zenu, mkaamua kuja hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba jumuiya hii inapata mwendelezo na mnakuwa na uongozi bora na imara ambao utaendelea kuikuza jamii. Nimeambiwa hapa mngeweza kuja zaidi, lakini kwa sababu ya changamoto mbalimbali pengine za kifedha hamjaweza kuhudhuria wote. Kwa hiyo swala la uchaguzi tulichukulie kama tukio la msingi na la muhimu ambalo linatupeleka katika kuimarisha taasisi. Tutumie uchaguzi kama nyenzo ya kuimarisha zaidi taasisi yetu. Tutumie uchaguzi kama nyenzo na njia ya kwenda kutanua wigo na kuongeza kabisa kwa kiwango kikubwa na kuimarisha jumuiya yetu. Lakini kamwe kusiwe na lengo wala dhamira yoyote ya kutaka kufarakanisha watu, kugombanisha, kufitinisha au kufanya kwamba mtu mmoja lazima yeye awe kiongozi au mtu mwingine. Tuaminiane, kwa sababu bahati nzuri katika uongozi hapa nimelizungumza hapa mwanzo na mkasema kwamba hapa hata hakuna polisi. Ni kwa sababu nyinyi mnaamini ulinzi mkubwa na mkuu na wa pekee ni wa Mungu mwenyewe, na hapa Mungu tunaye. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.